Jambo moja ambalo nimwambie tu mheshimiwa mbunge na awe na uhakika. Serikali inakataza matumizi ya nyavu ambazo hazikubaliki, ambazo ziko chini ya kile kiwango ambacho kinatakiwa. Na moja ya mikakati tulionayo sasa hivi ni kwamba nyavu zote haramu ambazo zikitoka nje ya nchi haziruhusiwi kupita katika bandari zetu ama mipaka yetu kuingia hapa nchini. Na wale wote wanaohusika na biashara hiyo, endapo wakikamatwa, cha kwanza wanafutiwa leseni, zile nyavu zinataifishwa na kuchomwa, lakini vile vile tunafuatilia mpaka kule hatua ambako wamekuwa wakichukulia. Lakini wizara imekuwa ikisisitiza sasa nyavu zianze kutengenezwa hapa nchini kwa kutumia viwanda vya ndani kwa kufuata ile miongozo na taratibu ambazo zinawekwa. Wizara ya Mifugo na Uvuvi imekuwa ikishirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo TAMISEMI ili kuhakikisha rasilimali za uvuvi zinalindwa na kuvunwa kwa njia endelevu. Aidha, wizara imeendelea kuimarisha vituo vyote vya ulinzi na usimamizi wa rasilimali za uvuvi vilivyopo katika ukanda wa Ziwa Tanganyika kwa kuvipatia vitendea kazi. Mheshimiwa Naibu Spika, sambamba na hatua hiyo, wizara imeendelea na mikakati ya matumizi ya teknolojia ya kisasa ya ndege nyuki katika kukabiliana na vitendo vya uvuvi haramu. Aidha, wizara kwa kushirikiana na asasi zisizo za kiserikali inaendelea kutoa elimu kwa jamii za wavuvi na wadau wengine juu ya athari za uvuvi haramu. Napenda kutoa wito kwa halmashauri kuendelea kushirikiana na wizara katika kudhibiti vitendo haramu vya uvuvi. Pia natoa wito kwa wavuvi wote nchini, wakiwemo wavuvi wa Ziwa Tanganyika, kufanya shughuli zao kwa kuzingatia miongozo, taratibu, sheria na kanuni za uvuvi, na kwa kufanya hivyo tutakuwa tumetokomeza uvuvi haramu hapa nchini ikiwemo Ziwa Tanganyika.